Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad, al-fard as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا جل جلاله وجل ثناؤه وجل كبرياؤه وعظما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا جل جلاله وجل ثناؤه وجل كبرياؤه وعظما: إن للمتقين مفازا. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, enyi ambao mmeitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuisikia nidaa aliyoamrisha kwamba mtakapoisikia muweze kuitika, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enyi mlioitikia wito huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alipowanadi wale waja wake waliokuwa ni wenye kuamini, wale ambao wametangaza kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa ni wa kweli, Allah akawaambia: pindi mtakaposikia adhana inawaita kwa ajili ya ibada ya swala ya Ijumaa, popote mtakapokuwa na chochote mtakachokuwa nacho, fas'au ila dhikrillah, acheni yote, nendeni moja kwa moja katika kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadharul bai'a, acheni hata biashara ambazo zitakuwa zinawashughulisha, acheni kila kitu ambacho wakati huo kitakuwa nyie kinawababaisha, acheni lolote ambalo mtakuwa mnalifanya, nendeni moja kwa moja katika ibada ya swala ya Ijumaa, kwa sababu nidaa tayari mmeisikia inawaita kwenda kutekeleza ibada hiyo. Wadharul bai'a dhalika khairul lakum, hilo mtakapolifanya litakuwa ni bora sana kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, ikiwa kweli nyie mtakuwa mnajua. Hongera kwenu nyie ambao mmeisikia nidaa ya Ijumaa, mkaweza kuacha yote mliokuwa nayo, mkawahi katika Masjid Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kwa ajili ya kuja kuisikiliza khutba tokea mwanzo na kupata rakaa mbili za Ijumaa. Hakika mmefanya jambo lililokuwa kubwa kabisa, na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia membari hii ya Masjid Muhammadin sallallahu alayhi wasallam awaghfirie madhambi yenu, awape kila mnachokihitaji katika maisha yenu ya dunia na ya akhera. Allah asiwahuzunishe katika maisha yenu ya dunia, hata maisha ya akhera msiwe ni wenye huzuni kwa lolote lile ambalo mtakutana nalo. Na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke katika daraja iliyokuwa ya juu kabisa, minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah akawakutanishe pamoja na shuhada was-salihin wal-anbiya wash-shuhada, na wote waliokuwa wema, waliofanya mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kulijua hilo kwamba si jambo dogo, angalia safu za waumini katika wakati huu ambapo khutba inaanza. Angalia safu za waumini ni ngapi, angalia waliojitokeza ni wangapi. Je, hawa hawakujua kwamba leo ni siku ya Ijumaa? Je, hawa hawakujua
Ijumaa inaanza saa ngapi? Je, hawa hawakujua kwamba khutba inatakiwa ianze saa ngapi na yeye ana umuhimu wa kuja kuisikiliza tokea mwanzo? Utajua kwamba dhalika khairul lakum, kuja mapema ni bora, kuna malipo yaliyokuwa makubwa mno, in kuntum ta'lamun. Lakini si kwa wote, ni kwa wale wachache ambao watakuwa wanajua fadhila za kuwahi siku ya Ijumaa na kuwahi kabla ya khatibu hajapanda katika mimbari hii, ili wale malaika wanaoandika katika milango, wanaohudhurisha majina ya wale waliohudhuria siku ya Ijumaa kabla hawajaondoka katika milango na kuingia ndani ya msikiti, wawe nao wameandikiwa majina yao, wawe wamesajiliwa katika madaftari ya kwamba leo wamehudhuria katika siku ya Ijumaa. Ni hasara kubwa ukija tayari khatibu amesimama katika mimbari hii, kwani wale malaika walioletwa kwa ajili ya kuandika majina wanakuwa wameshaondoka katika milango na wamehudhuria ndani ya msikiti kwa ajili ya kusikiliza hotuba ya siku hiyo. Unakuwa wewe umepata Ijumaa, lakini katika daftari la kusajiliwa wewe hupo katika siku hiyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora mno la kuwahi kwa ajili ya sala al-Ijumaa, mkaweza kupata mapema kabisa kuisikiliza khutba tokea mwanzo, ni bora mno. Lakini ikiwa mtakuwa mnajua, hongera kwenu nyewe mliowahi. Watukufu wa Islam, katika khutba yetu ya leo bimashiati llahi azza wa jalla, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadhihi ad-daqiqat al-qalila, katika dakika hizi chache za Ijumaa, za khutba ya Ijumaa, insha Allah tutakuwa tunaangalia hayatul muslimi, uhai na maisha ya muislam baada shahri Ramadhan, baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Vipi anakuwa muislam baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan? Vipi hali yake ya maisha inavyokuwa muislamu wa kweli katika baada ya maisha aliyoishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ramadhani inapoondoka, vipi muslim anakuwa? Watukufu Islamu, هذا سؤال عريض عميق أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا سؤال عريض عميق أصله ثابت وفرعه في السماء. ni swali lililokuwa ni muhimu mno, na ni khutba iliyokuwa ni muhimu mno mtu kutaka kuijua, kwani swali kama haya ndiyo yanayokufanya, ama khutba kama hii ndiyo inakufanya uweze kujipima wewe uko katika hali gani, ulikuwa katika hali gani ndani ya Ramadhani, na sasa uko katika mahala gani. Je, ulikuwa ni mkweli ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, au ulikuwa ni wababaishaji kama wababaishaji wengine ambao tulikuwa nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mtukufu Islam, uko wapi mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliokuwa kila wakati tunaambiana fadhila zake, kila wakati tunapongezana kwa kupata mwezi mtukufu wa Ramadhani? Uko wapi mwezi mtukufu wa Ramadhani uliokuwa tunamwaga machozi kwa ajili ya kumlilia Mola wetu na kumwambia Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina minan nar, ewe Allah tuache sisi pamoja na wazazi wetu huru kututoa katika moto, usitujalie sisi tukawa ni katika watu wa motoni. Uko wapi ule mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao sisi tulikuwa kila wakati tunamwambia Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ewe Allah wewe ni mwingi wa msamaha, unapenda kutoa msamaha, ewe Allah tusamehe makosa yetu. Uko wapi ule mwezi mtukufu wa Ramadhani? Uko wapi ule mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliokuwa tunamwambia Allah nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar, ewe Allah tunakuomba pepo na tunakuomba utukinge na moto? Uko wapi mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni masiku machache tayari umetuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatunao tena mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muislamu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani maisha yake yanakuwaje? Watukufu wa Islamu, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu wanagawanyika katika makundi matatu muhimu. Waislamu wanagawanyika katika makundi matatu muhimu. Fandhur nafsak, angalia nafsi yako uko katika kundi gani.
kwa sababu balil insanu ala nafsihi basira, kila mtu anaifahamu nafsi yake na matendo yake mwenyewe. Tunapoangaliana msikitini, ukimwangalia khatibu amepiga jilemba na kanzu iliyokuwa nzuri, unasema mashaallah, huyu ndio mcha Mungu. Ukiangalia safu ya mbele watu walivyopendeza, ukiangalia safu inavyofuata watu walivyopendeza, unasema hawa ndio wacha Mungu wenyewe. Lakini ukweli anaujua Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu anajua aliyoyaficha katika moyo wake na matendo yake anayoyafanya yakiwa siri. Watukufu Islamu, balil insanu ala nafsihi basira. Hivyo iangalie nafsi yako baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe umedondokea katika kundi lipi? Watu wanagawanyika katika makundi matatu. Tunazungumzia Waislamu, watukufu Waislamu, maisha ya Waislamu, watukufu Waislamu. Hatuzungumzi wale ambao si Waislamu, wale ambao ni washirikina, wale ambao hawapo kabisa katika fungu la wale ambao tunawazungumza katika hili. Tuwazungumzia Waislamu wenyewe, wale ambao wameletewa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Katika kundi la mwanzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya kumalizika, wanapatikana wale watu ambao, kundi la kwanza ni la wale watu ambao waliujalia mwezi mtukufu wa Ramadhan kama miezi mengine. Hawakuhudhuria tarawehe hata siku moja, hawakuwahi kumfuturisha aliyefunga hata siku moja. Wao walikuwa wanafunga lakini funga yao imejaa matobotobo. Wao walikuwa wanasimama usiku pengine, lakini hizo kiamu zao wanazosimama, subhanallah, kiamu hazieleweki hata kidogo. Walikuwa hawana ibada zaidi ya kuhudhuria katika michezo wanayoipenda, ima ni michezo ya mipira au michezo ya karata au ya zumna au michezo mingineyo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka unakwisha, wao ilikuwa ndio hali yao. Hawa ni watu ambao ni mahrumun. Hawa ni wale waliotaja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kwamba hawa ni wale watu ambao hawakuipata Ramadhani. Faida za Ramadhani hawakuzipata hata kidogo. Iangalie nafsi yako, umeimaliza Ramadhani, kelele zote ulizokuwa unapigiwa kuhusiana na fadhila za kuswali tarawehe, fadhila za kumfuturisha aliyefunga, fadhila za kufunga Ramadhani ukiwa unaichunga somo yako, fadhila za kusoma Qur'ani malipo yake yalivyokuwa. Iangalie nafsi yako, wewe uliitika katika wito ule? Angalia ni kweli uliyaitikia yale. Ukiwa kweli uliyaitikia, basi wewe sio katika kundi hili. Lakini kama hukuitikia, wewe uko katika kundi la mahrumin, watu ambao wamezuiliwa kuipata fadhila na masiku matukufu yaliyotupita ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fadhila za Ramadhani umezikosa, na mbaya zaidi haijulikani kwamba sisi tumeiaga Ramadhani ama Ramadhani ndiyo imetuaga. Kwa maana baada ya Ramadhani iliyopita kwamba tutakutana tena na Ramadhani katika maisha yetu, haijulikani. Hii ni siri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana pamoja na kuzembea kwetu, hii ilikuwa ndiyo Ramadhani ya mwisho kabisa katika maisha yetu, watukufu Islam. Sasa kama mtu alikuwa ni katika hao, aelewe ya kwamba yeye amecheza, amefanya mchezo. Fursa aliyopewa, ofa alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, alizizembea. Ndio maana Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, alikuwa inapomaliza Ramadhan anasema, manil maqbul fanuhannihi. Ni nani aliyekubaliwa jamani matendo yake ili tuweze kumfuata, tumpe pongezi? Tunatamani tumjue aliyekubaliwa matendo yake tuweze kumpa pongezi. Wa manil mahrum fanuazzihi. Ni nani ambaye amezuiliwa kupata fadhila za Ramadhani, tuende tukampe mkono wa pole. Tunatamani ya laiti tungemjua mtu aliyefanya uzembe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuende tukampe mkono wa pole kwa sababu amepitwa na fadhila zilizokuwa kubwa. Watukufu wa Islam, ni hali gani inakuwa pamoja na kelele zilizokuwa zinapigwa maredioni, matelevision, pamoja na kelele zilizokuwa zinapigwa katika misikiti mbalimbali, akawa mtu alifanya uzembe, hakuna lolote alilolizidisha katika amali zake zilizokuwa za kheri. Hili ni fungu la kwanza.
Kama mtu yuko katika aina hii, ilipita Ramadhani, hakuwahi kufanya yale matendo yaliyohimizwa mno katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakuwahi kumaliza hata masafu mara moja, au kumaliza hata juzuu kadhaa, au kupoteza muda wake katika masaa kadhaa kila siku kwa ajili ya kuisoma Qur'an, hakuweza kusimama katika qiyamul layl, katika sala za tarawehe, hakuweza kuhudhuria katika sala za jamaa, hakuweza kuhudhuria katika durus, akaona bora kwenda kucheza mipira na kuhudhuria katika vikao visivyokuwa vya kheri, huyu ni maharumi. Huyu ni katika waliokataliwa, waliopata hasara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tunawapa mkono wa pole watu waliokuwa katika hali hii. Kila mtu anajua nafsi yake. Watukufu wa Islam, fungu la pili la watu wa Ramadhani, fungu la pili la watu wa Ramadhani ni wale ambao walikuwa wanasimama يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن, walikuwa usiku wanasimama katika visimamo tarawehe, wanahudhuria mwanzo mpaka mwisho, walikuwa wanatumia muda wao katika kusoma Qur'ani, walikuwa wanakaa katika vikao vya kheri, walikuwa wanatoa walivyomiliki katika kuwalisha maskini, katika kuwafuturisha waliofunga, walikuwa wanajitahidi mpaka tukiwaangalia tunawaonea huruma kwa ibada wanazozifanya. Mnatoka msikitini bado mnamkuta yuko pembeni pale kakaa na masafu anasoma. Alikuwa kila wakati yeye na adhkar, ametupilia mbali kila kitu, kazi yake ni kumridhisha Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kundi la pili. Lakini maasafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa mno, lamma intaha Ramadhan, ilipomaliza tu Ramadhani kwa kusikia mwezi umeandama, hali ikabadilika kwa mtu huyu. Akaanza kutupa msahafu, akaanza kubadilisha mavazi yake, akaanza kuhudhuria katika vikao vilivyokuwa vya shari na kumwasi Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inaingia idi, yeye hakuna alichokifanya zaidi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hata sala za faradhi akazistopisha. Alikuwa anahudhuria jamaa, akawa anaacha jamaa. Alikuwa yeye haachi siku isipokuwa anaisoma Qur'ani, akawa ni mwenye kuiacha na kuitelekeza. Hakuwa na jambo jingine lolote la kheri baada ya kumaliza mwezi mtukufu. Alikuwa tunamsikitikia mpaka tunaona kwamba anaidhiki nafsi yake kwa matendo mema anayofanya. Alikuwa yeye umkute na tende moja asikupasulie, basi sio yeye eti atakupasulia hata kongwa ya tende akupe. Alikuwa ni mwenye khushu na hudhuru katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lamma qadha Ramadhani ilipompa mkono wa kwaheri, lamma wadahu Ramadhani ilipomwambia wadaa, kwaheri, na yeye akabadilika kama vile alikuwa na act ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuwa mkweli hata kidogo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sikukuu yake ameenda kujirusha katika kumbi mbalimbali za starehe. Sikukuu yake amemalizia na watoto wa watu, mabinti wa watu, ndiyo amekwenda kumaliza sikukuu yake. Sikukuu yake hakuswali hata faradhi, adhuhuri, al-asr, magharibu, zote zikampita, wale isha zikampita, kwa sababu eti anafurahi Ramadhani imekwisha. Huyo aliyekuwa anashinda msikitini, huyo aliyekuwa anafunga usiku, anasimama katika qiyamul layl, leo anabadilika namna hii. Fahadha min al-mahrumin. Watukufu Islam, naye huyu ni katika watu ambao hawakuathirika na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni katika watu ambao wamekosa fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunatamani ya leti tungejuana ili tupeane mikono ya tanzia, tupeane mikono ya pole, ili tupeane pole kwa misiba mizito ambayo imetufikia katika safu za waumini baada tu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kubadilika. Muda kama huu ilikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, msikiti umeshajaa. Leo mpaka sasa hivi hata nusu haujafika msikiti. Wako wapi wale waliokuwa wanajaza misikiti? Na sio hapa tu Masjid Muhammad. Kafanye research yako katika misikiti yote ambayo unaijua. Lazima utakuta watu tayari wameshakatika, wamehama msikitini. Wale ambao ulikuwa unabana nao swafu, ukilegea safu ya mbele huipati, wao wameshatangulia katika safu ya mbele. Wale waliokuwa wanatoa sadaka zao kwa ajili ya kuchangia harakati mbalimbali za misikitini, wale waliokuwa wanajitoa kwa ajili ya ibada mbalimbali mpaka za usiku,
wamehama misikiti. Tumewafanyaje misikitini? Misikiti imewafanyaje? Ahadha hivi tumekuwa hivi. Yule Mola tuliyekuwa tunamwabudu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ameondoka. Sio yule tuliyekuwa tunamwabudu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio huyu ambaye tuko naye sasa hivi watukufu wa Islam. Watu wamebadilika. Sasa naye huyu kama mtu atakuwa yupo msikitini na hali hii, basi ajue yeye atakuwa ni katika mahali wale ambao wamekosa fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani kwao haikuwa ni darasa, haikuweza kumbadilisha na kumtoa katika yale aliyokuwa nayo. Aliweza kujizuia na vilevi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ile siku ya Idi, amekwenda kufungua kwa kupiga vilevi mbalimbali anavyovijua yeye, mpaka vile ambavyo hajawahi kuvinywa amevinywa kwa sababu ya Idi. Huyo ndiye aliyekuwa anajitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yule ambaye aliweza kujizuia kwa kula mirungi, kwa kuvuta sigara, kwa kuvuta bangi, kwa kufanya matendo mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini eti baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ile inamaliza tu, tayari amerudi tena kama sio yeye aliyekuwa anamwambia Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ewe Allah, hakika ya wewe ni msamehevu, unapenda sana kusamehe. Ewe Allah, tusamehe yale mizigo tuliyoifanya ya madhambi ambayo tumeyafanya kabla ya kuingia Ramadhani. Yule uliyekuwa unammeleza hayupo tena, ameondoka ndani ya mwezi mtukufu, nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alikuwepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Mwenye kundi hili aelewe ya kwamba naye ni katika watu ambao ni mahrum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah wa kafa. ثم الصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, watukufu Islam, lamma qadha Ramadhan inqasama almuslimuna ila thalathati aqsam. Ilipomaliza tu Ramadhani, Waislamu wakajikuta wamegawanyika makundi matatu. Mawili ndio hayo ambayo tumeeleza. Fandhur nafsak, iangalie nafsi yako inaangukia katika kundi gani katika hayo makundi mawili. Kundi la tatu, watukufu wa Islam, ni kundi la wale ambao kanu yajtahiduna fi shahri Ramadhan biibadati wa taa, walikuwa wanajitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ibada mbalimbali, wa taat, na taa mbalimbali. Walikuwa wanafanya yale maamrisho, wanajipinda kweli kweli. Walikuwa wanaacha makatazo, wanakatazika kweli kweli. Wanaweka mbali makatazo waliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu la yatrukuna yawman illa wa hum saimun, hawaachi siku isipokuwa wao wamefunga. Walikuwa la yatrukuna laylan illa wa hum qaimun, hawaachi siku wote wapite isipokuwa wao wamesimama wanambembeleza Mola wao. Hawa ni wale ambao hawakuacha siku yoyote isipokuwa walitoa japo ubale wako kwa yatende, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wattaqun nara walau bishiqqi tamrati. Enyi waumini, uogopeni moto hata kama ni mtu kutoa nusu ya kokwa ya tende yake. Uogope moto, uogope mno moto. Kama huna hata kama ni kokwa ya tende, ipasue nusu, kula wewe, nusu itoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpe mwingine ili uweze kuepushwa na moto. Usije ukasema mimi sina, waache watoe wale unacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anakuambia uogope moto wala ubishike tamrati. Una tende moja, hiyo hiyo ipasue kwa ajili ya kuogopa moto, toa nusu na wewe bakia na nusu. Kwa Islam, hawa ndio wale waliokuwa wanatoa, wanawalisha wasiojiweza. Hawa ndio wale ambao walikuwa wanahudhuria katika durusi za Ramadhani, mpaka darasa zinafungwa katika mwezi wa Ramadhani walikuwa wanalalamika na kuona tayari vikao vya kheri vimekatika. Hawa ndio wale ambao wanahuzunika kwa kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani,
na kwa kuondoka Ramadhani kwao umeacha athari iliyokuwa ya kheri mno, na wamebadilika mno na maisha waliokuwa nayo kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yale waliokuwa nayo katika siku kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika maasi waliokuwa wanayafanya, tayari wameyapa mgongo kwa sababu ya kujifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yale mazuri waliokuwa nayo wameongeza na hirsi imeongezeka kwa sababu ya kujifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wao wameufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwao ni madrasa. Wao wameufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwao ni chuo. Wao walimfanya Ramadhani ni mwalimu, na kweli akawafundisha, wakahitimu na wakafanikiwa kupata ufaulu wa hali ya juu. Wameondoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tayari wamebadilika, wamekuwa ni wacha Mungu. Na hili ndiyo lengo la kuletwa mwezi mtukufu wa Ramadhani mtukufu wa Islam. Huu ndio yaliyokuwa matarajio kwa kila mtu ambaye ataupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, akitoka awe amebadilika. Hili ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alitupa tahadhari mapema na akatuonya mapema, bali akatueleza mapema katika suratul Baqara aya 183, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini tumewafaradhishia nyie kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mmelazimishwa kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu, ili mkitoka Ramadhani uchamungu muwe ndio mmevaa vazi la uchamungu, vazi ambalo atakayelivaa hawi ni mwenye kutembea uriana, na asiyevaa vazi hili anatembea uriana wa inkana kasia, anakuwa yuko uchi hata kama atakuwa amevaa mavazi ya kawaida. Wakavaa vazi la uchamungu, inamaliza Ramadhani tayari wamebadilika. Alilosema basi kabla ya Ramadhani kwa sababu ya kuingia Ramadhani hakulirudia tena eti kwa sababu ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waliendelea kuhudhuria katika misikiti, wakaweza kuhudhuria katika kuwahi katika misikiti kama walivyokuwa wanawahi. Jamaa wakaweza kuzidumisha, na vile vile sahafu bado hawajaitupa mpaka leo tunaongea, bado wanasoma Qur'ani tukufu, wanatenga muda wao kwa ajili ya kumbembeleza Mola wao. Haya ndiyo yaliyokuwa yanatarajiwa kwa kila mtu ambaye amempata Ramadhani na ametoka katika Ramadhani, awe anasifika katika hali kama hii. Watu wa Uislamu wenye kusifika na hali kama hii, hili ni kundi la tatu, na hawa ndio alfaizun, hawa ndio waliofaulu, na ndio ambao laiti tungekuwa tunawajua tulitakiwa tuwapate, tuwape mkono wa tahnia, tuweze kuwapa mkono wa pongezi, tuambie mmebarikiwa nyie na mmeondoka na fadhila nyingi, na Allah aendelee kuwadumisha. Lakini kwa sababu hatujuani, kama nilivyowaambia mwanzo, kila mtu ukimuona msikitini amejipamba na vazi utajua huyu ndio mcha Mungu kuliko wote. Itoshe kila mtu anaijua nafsi yake, ajifanyie tathmini. Kila mtu ajiangalie mwenyewe yuko katika kikundi gani katika makundi haya matatu. Ni kweli baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kavaa vazi la uchamungu, Muislamu wa kweli ni kama wale wema waliopita. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kumalizika, huwa athari zinaonekana katika maisha yake. Yeye mwenyewe anajifanyia tathmini, ni yapi aliyokuwa anayadumisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili aendelee kuyadumisha, yapi aliyoyawacha akaona hayafai ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili aendelee kuyawacha. Watukufu wa Islam, mmesahau Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anatuambia kuhusiana na lile tulilotakiwa tulitafute ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo gani? La ucha Mungu. Anatuambia at-taqwa al-khawf min al-jalil, takwa inayokusudiwa ambayo tulitakiwa tuitafute mno ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tutoke nayo itupambe katika maisha yetu ya kawaida. Ni nini? Ni al-khawf min al-jalil, kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hofu yake imezidi, anamuogopa mno Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi usimuogope Allah subhanahu wa ta'ala wakati wewe ulikuwa unamuogopa ndani ya Ramadhani khaufan sirriya? Ulikuwa unamuogopa tena ule woga wa siri, wacha ule woga mbele za watu, woga wa siri.
wewe haikupata kukutokea uko ndani ya chumba chako, maji ya kunywa yapo, tende zipo, pengine umeliacha jidaku lako, umekuja kuamka tayari muda umepita. Haikupata kukutokea na ukakiacha chakula chako ukasema inni akhafu Allah, naamini Allah ananiona hapa ninakiacha chakula hichi kwa ajili ya Allah. Kama ulifikia namna hiyo ukaweza kujizuia kwa maovu na kumwasi Allah ukiwa peke yako, vipi leo umebadilika kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kumalizika? Umebadilika. Sasa hivi sikwambii kwa siri, hata dhahiri unafanya wazi wazi na unasema hakuna yoyote wa kufanya. Si wewe uliyekuwa unajitahidi? Kwa hiyo Muislamu anatakiwa maisha yake baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani awe ni mwenye kuongezeka hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe spidi yake ya kujiandaa na maisha yanayokuja basi yawe yamezidi, kwa sababu ni al-khawfu min al-jalil. Lakini jingine, wal amalu bitanzil, awe anafanya matendo yake Muislamu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila analofanya anauliza, hili linafaa ustazi, hili linafaa, hili halifai, kama vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tulivyokuwa tunafanya. Tumejifunza sisi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, maswali yakawa ni mengi mno, kila mtu anauliza, shehe vipi? Mimi nimefunga sijui nikifanya hivi inakuaje? Shekhe mimi usiku nikifanya hivi saumu yangu itakubaliwa? Vipi hili na lile? Tumekuwa na hofu mno na tukawa tunauliza maswali mengi mno, kwa sababu tunataka kila tunalolifanya tulifanye kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha. Analotaka tulifanye na analotukataza tuliwache. Muislamu ndiyo akitoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, maisha yake sasa anaishi vile alivyojifundisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila aliloambiwa linafaa tayari yeye yuko tayari kulifanya, na kila aliloambiwa halifai yuko tayari kuliwacha. Huyu ndio Muislamu katika maisha yake baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndivyo anavyokuwa Muislamu, al-khawfu min al-jalil wal amal bit-tanzil waridha bil qalili. Na Muislamu anatoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa anaridhika nacho kidogo alichokipata, kama vile mwezi mtukufu wa Ramadhani ulivyokuwa unatoshika na kile ulichokipata. Nafsi yako imetulia, haina wasiwasi. Futari yoyote uliyoipata ulikuwa unaipiga huku unafurahi. Chochote ulichonacho unaweza kummegea na mwenzio ukampa. Huna chochote lakini ulikuwa unamwalika mwenzio unafuturu naye. Huna chochote ulikuwa unasaidia wasiojiweza, kwa sababu ulikuwa umeridhika na kidogo ulichonacho. Muislamu anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa ameridhika na kidogo ambacho anakimiliki. Hatoki Muislamu baada ya Ramadhani amejaa husda na zile mali wanazomiliki wengine, amejaa husda na cheo walichonacho wengine, amejawa na husda kutokana na lile ambalo yeye amenyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala akampa mwingine. Hatoki Muislamu akiwa na Allah, hatoki akiwa na hikdi. Hatoki Muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa anapupa na riziki yake, wakati ameambiwa inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtoa riziki tena mwenye nguvu madhubuti. Muislamu anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa nafsi yake imetulia, aridha bil qalil, ametosheka, kwa sababu hili ndio funzo kubwa alilolipata katika mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ametosheka Muislamu, kile anachokimiliki ndio ambacho kinamtosha, na anaamini Allah subhanahu wa ta'ala atampa kilichokuwa bora zaidi. Hivyo amebakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastidadu li yawmir rahim. Muislamu anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa macho yake yote yanaangalia siku ya kuondoka kwake duniani. Anafanya maandalizi na siku ya kifo. Anamuogopa Allah huku akijiandaa kwamba kuna siku ya kufa. Anaondoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, maisha yake baada ya Ramadhani yanakuwa wakati wote anafikiria kwamba iko siku mimi nitaondoka katika dunia hii, kama vile leo tulivyoupa mkono wa kwaheri mwezi mtukufu wa Ramadhani. Masiku yaliyokuwa ya furaha, masiku yaliyokuwa ya neema, masiku yaliyokuwa kila mmoja anatamani yasimalizike kutokana na furaha zake zilizokuwepo. Hivyo basi itafika siku vyovyote mtu atakavyokuwa atauaga maisha haya duniani, ataondoka katika dunia hii, ataaga maisha yake haya anayoringia, atakwenda katika maisha ya man amila salihan falinafsihi wa man saa fa'alayhi. Atakwenda katika yale maisha ambayo kama ulifanya mazuri huku ndio utakwenda kuyakuta, kama ulifanya mabaya utakwenda kukuta mazuri. Hakuna mbadala baada ya hapo.
Watu wa Uislamu, Muislamu anaondoka katika maisha haya ama anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa anajua kwamba ataondoka katika maisha haya, na haya ndiyo yalikuwa yanatarajiwa kwa kila mtu ambaye amepata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Iangalie nafsi yako, wewe uko kwenye kundi gani? Niangalie nafsi yangu mimi pia, niko katika kundi gani katika makundi haya matatu? Wenzetu walikuwa wanapomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani miezi sita, wao kazi yao ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie walioyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ewe Allah yakubali. Sisi leo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hatuna haja tena na Ramadhani tuliojifunza tumeyapiga chini, hatuna haja tena, tumefungua kurasa mwingine tunaenda mbele. Lakini wenzetu miezi sita bado wanaifikiria Ramadhani. Kile qiyamul layl nilichokisimama kimekubaliwa, zile sadaka zangu zimekubaliwa. Ndio maana wanachuoni wanasema usije ukahururika na ibada zako ulizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukajiona mimi nilikuwa na swali swala za tarawih, mimi nilikuwa na swali swala za faradhi kwa jamaa, mimi nimetoa sana sadaka, ukajiona kwamba mimi nimeweka akiba kubwa kweli kweli ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Isije ikakupitikia katika akili yako hiyo. Ikikupitikia hiyo utakuwa ni kuhadalika na utajihadaa na nafsi yako, hivyo itakufanya wewe ubweteke. Hapana, wema waliopita walikuwa wanamuomba Allah miezi sita, Allah atakabali matendo yetu, na baada ya miezi sita wanamuomba tena Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja. Kama vile maisha yao yalikuwa ni ya Ramadhani. Miezi sita wanaomba matendo yao yakubaliwe, miezi sita bado wanahitaji Ramadhani, wanaomba wafikishwe katika Ramadhani inayokuja. Watu wa Uislamu, mafunzo ya Ramadhani tuliyoyapata, hebu tuishi nayo. Tuishi na Ramadhani katika maisha yetu. Ramadhani iwe ni madrasa kwetu, itubadilishe kama ilivyotubadilisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusiache Ramadhani ikaondoka, yaondoke Ramadhani masiku yake, lakini iishi Ramadhani katika maisha yetu. Ramadhani iishi katika nyoyo zetu. Ramadhani iishi katika majumba yetu. Ramadhani iendelee kuishi katika kazi zetu. Ramadhani iendelee kuishi katika mavazi yetu, katika misikiti. Ramadhani iendelee kuonekana bado ipo kwa waumini kujitokeza kwa wingi kutenda ibada zao mbalimbali. Qiyamul layli zisikatike baada ya Ramadhani, kusoma Qur'ani kusikatike baada ya Ramadhani, watu kusaidiana kusikatike baada ya Ramadhani, watu kupeana yaliyokuwa ya kheri kusikatike, durusi zisikatike baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mahusiano mema yasikatike baada ya Ramadhani. Na yote haya tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ndipo tutakuwa tuko katika wale ambao wamefaulu na wametoka ndani ya Ramadhani wakiwa wamefaidika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru Allaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wasaluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Fa'aqim. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.